Karibu ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za mchana wa leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media, ikiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, hakikisha una subscribe, una comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu, au unaanza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na ukatujuza endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho. Acha tukusogezee vichwa vya habari. Kwenye habari zetu za mchana wa leo tutaongelea habari kutoka Kamituga, ambapo kuna habari za uongo zilikuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Pia habari nyingine itapeleka huko mjini Baraka, ambapo wanandoa wenye umri wa miaka 55 na 60 waliuawa kupigwa risasi katika mji wa Baraka, wilaya ya Makampanye, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mchana wa leo. Habari nyingine itapeleka huko Walikale, ambapo masomo bado hayajaendelea eneo la Rusamambu na Bukumbirwa kutokana na kuyumba kwa usalama. Masisi, kutulia kwa kaaja karibu na Nabiondo baada ya mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wa Wazalendo. Habari nyingine la mwisho itapeleka huko maeneo ya Mpeti, ambapo kulikuwa na mashambulizi ya mabomu ambayo ilitumwa na FRDC kwa kushambulia waasi wa M23 eneo la Mpeti. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho. Kinyume na taarifa na picha zenye kuzua taharuki zinazosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii zikidai kutekwa kwa mji wa Kamituga na waasi wa M23, vyanzo wa kuaminika kutoka katika eneo la Mwenga jimboni Kivu Kusini vimekanusha vikali madai hayo na kuyataja kuwa ni ya uongo na yenye lengo la kuzua hofu miongoni mwa wananchi. Mashirika ya kiraia na vyanzo vingine vya ndani katika eneo la Mwenga vimethibitisha kuwa hali katika mji wa Kamituga na maeneo jirani ni tulivu na iko chini ya udhibiti ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hakuna uwepo wowote wa waasi wa M23 katika mji huo. Tumeshtushwa kuona picha na taarifa za uongo zikisambazwa kwa makusudi ili kuleta hofu. Kamituga haijatekwa na hakuna mapigano yoyote yaliyoripotiwa katika eneo letu hivi karibuni, alisema mmoja wa wawakilishi wa mashirika ya kiraia ambaye aliomba kutokutajwa jina lake kwa sababu ya kiusalama. Aliongeza kuwa ni kweli waasi wa M23 walijaribu kusonga mbele katika baadhi ya maeneo ya jimbo Kivu Kusini mapema mwaka huu, lakini walizuiwa na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na makundi ya Wazalendo. Tangu wakati huo hali ya usalama katika maeneo mengi ikiwemo Mwenga imekuwa shwari kiasi licha ya changamoto za hapa na pale. Viongozi wa eneo hilo wametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kupuuza taarifa za uzushi zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Wamewataka wananchi kutafuta habari kutoka vyanzo vya kuaminika kama vile vyombo vya habari vinavyotambulika na taarifa rasmi kutoka kwa serikali na jeshi. Ushirikiano kati ya raia na vyombo vya usalama ni muhimu katika kipindi hiki. Tunaomba wananchi watoe taarifa za mtu yeyote au kikundi chochote kinachojaribu kuvuruga amani, ilisema taarifa kutoka kwa ofisi ya utawala wa eneo la Mwenga. Hali ya wasiwasi imekuwa kitanda katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kuendelea kwa mapigano kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23 katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini. Hata hivyo, kwa sasa hali katika mji wa Kamituga na eneo la Mwenga kwa ujumla unadhibitiwa na vikosi vya serikali. Wanandoa wenye umri wa makamo wameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Baraka ulioko katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tukio hili la kinyama limetokea katika wilaya ya Makampanye na limezua hofu na shutuma kali kutoka kwa mashirika ya kiraia. Kwa mujibu wa taarifa za awali, wanandoa hao wenye umri unaokadiriwa kuwa kati ya miaka 55 na miaka 60 walishambuliwa na watu wasiojulikana wenye silaha. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo wamelaani vikali mauaji hayo, yakiyataja kuwa ni kitendo cha kinyama na ukiukwaji wa haki ya msingi ya kuishi. Katika taarifa yao, mashirika hayo yamesisitiza kuwa haki ya kuishi ni takatifu na haiwezi kukiukwa, na yametoa wito wa kufanya uchunguzi wa haraka ili kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika mji wa Baraka na maeneo ya jirani. Inaripotiwa kuwa hili ni shambulio la pili la mauaji kutokea katika mji huo ndani ya kipindi cha wiki moja, hali inayoashiria kuzorota kwa usalama licha ya kuwepo kwa vikosi vya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Eneo la Kivu Kusini kwa muda mrefu lilikumbwa na ukosefu wa usalama unaosababishwa na makundi mbalimbali yenye silaha. Uwepo wa wanamgambo ikiwemo makundi yanayojiita wazalendo umesababisha mapigano ya mara kwa mara na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha mateso makubwa kwa raia wasio na hatia. Mashirika ya kiraia yameelezea wasiwasi wao juu ya kile wanachokiona kama kuongezeka kwa ghasia za kiolela, na wametoa wito kwa serikali na vikosi vya usalama kuimarisha ulinzi kwa raia. Wakazi wa Baraka wanaishi katika hali ya hofu, wakitaka hatua madhubuti yachukuliwe ili kukomesha wimbi hili la mauaji na kurejesha amani katika eneo hilo. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripotiwa kutekeleza mashambulizi ya angani kwa kutumia ndege zisizo na rubani drones aina ya CH4 dhidi ya ngome ya muungano wa waasi wa M23 katika eneo la Mpeti, wilaya la Walikale, mkoani Kivu Kaskazini. Mashambulizi hayo yalitokea jana tariki 28 Septemba mwaka 2025, yamelenga maeneo muhimu ya kimkakati ya waasi hao na kusababisha hali ya tahadhari kubwa miongoni mwa wapiganaji wao. Vyanzo vya habari vya ndani na taarifa zilizosambazwa mitandaoni zinaeleza kuwa drones za FARDC zilishambulia kwa mabomu kambi za M23 pamoja na daraja ambalo lilikuwa likitumiwa na waasi hao kwa ajili ya shughuli zao za kimkakati na usafirishaji wa vifaa. Kuangamizwa kwa daraja hilo kunaelezwa kuwa ni pigo kubwa kwa M23, kwani kunatatiza mienendo yao katika eneo hilo. Mashambulizi haya ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yanakuja kufuatia kuongezeka kwa mapigano makali kati ya wiki za hivi karibuni kati ya jeshi ya serikali na waasi wa M23 katika maeneo la Walikale na Masisi. Jeshi la FARDC imeonekana kuimarisha matumizi ya teknolojia ya kisiasa na kijeshi, ikiwemo drones za kivita katika operation zake dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wao, viongozi wa M23 wamekiri kutokea kwa mashambulizi hayo na kuwaweka wapiganaji wao katika hali ya tahadhari ya juu, wakijiandaa kwa uwezekano wa mashambulizi zaidi kutoka kwa jeshi ya serikali. Hali ya wasiwasi inaongezeka miongoni mwa raia wanaoishi katika eneo la jirani, huku ukiwa na hofu ya kuongezeka kwa mapigano na athari zake kwa usalama wao. Mvutano wa kijeshi katika eneo la Walikale una umuhimu wake mkubwa kutokana na utajiri wake wa maliasili, jambo ambalo kwa mara nyingi limechochea mgogoro mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matumizi ya drones ya aina ya CH4 na FARDC yanaashiria uamu mpya katika mzozo huu, ambapo jeshi ya serikali inaonyesha uwezo wake wa teknolojia katika kukabiliana na waasi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuhusu idadi ya vifo au majeruhi kutokana na mashambulizi hayo. Hata hivyo, hali bado ni tete, huku pande zote mbili zikiendelea kujiimarisha katika maeneo hao.
Mwezi mmoja baada ya kuanza rasmi kwa mwaka wa masomo mwaka 2025 mwaka wa 2026 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya wanafunzi katika maeneo ya Rusamambu na Bukumbirwa katika jimbo la Walikale, Kivu Kaskazini bado hawajarejea madarasani. Hali ya usalama inayoyumba inasababishwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wa Wazalendo imelazimu shule kufungwa na kuacha watoto bila fursa ya kupata elimu na kuhatarisha mustakabali wao. Mapema mwaka huu maeneo haya yalikumbwa na mapigano makali yaliyosababisha baadhi ya vijiji vikiwemo Rusamambu na Bukumbirwa kuanguka mikononi mwa waasi. Ingawa kumekuwa na ripoti za kutulizana kwa hali kwa vipindi, usalama unabaki kuwa tete, huku raia wakiishi kwa hofu ya kuzuka upya kwa mapigano. Kutokana na hali hii, shule nyingi katika eneo hilo hazikuweza kufunguliwa kama ipasavyo. Ripoti kutoka kwa mashirika ya ndani ikiwemo Radio Kapi zilionyesha tangu mwezi Agosti kwamba kuanza kwa mwaka wa masomo ulikuwa mashakani kwa mamia ya wanafunzi huko Walikale. Zaidi ya hayo, baadhi ya shule katika maeneo ya Ikobo na Kisimba ambapo Rusamambu na Bukumbirwa zinapatikana ziliripotiwa kuchomwa moto na kuharibiwa wakati wa mapigano na kuacha zaidi ya wanafunzi 1000 bila mahali pa kusomea. Hata katika maeneo jirani ndani ya Walikale kama vile Waloayangu, shule zimeripotiwa kubaki zimefungwa wiki kadhaa baada ya tarehe rasmi ya ufunguzi kutokana na ukosefu wa usalama. Hali hii inaashiria mgogoro mpana wa kielimu katika jimbo hilo unaosababishwa na mzozo unaoendelea. Wazazi na viongozi wa eneo hilo wameelezea wasiwasi wao mkubwa juu ya hali hii. Kutokuwepo kwa fursa ya elimu sio tu kunazuia maendeleo ya watoto, lakini pia kuna waweka katika hatari ya kuandikishwa katika makundi yenye silaha na aina nyingine za unyanyasaji. Juhudi za kuwasiliana na maafisa wa elimu katika eneo hilo kwa maoni zaidi bado hazijazaa matunda kutokana na changamoto za mawasiliano zinazosababishwa na ukosefu wa usalama. Wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa mbaya, mustakabali wa kizazi kizima katika maeneo ya Rusamambu na Bukumbirwa kunabaki gizani, huku wito ukitolewa kwa serikali na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati ili kurejesha usalama na kuwawezesha watoto kurudi shule. Hali ya utulivu imeripotiwa katika eneo la Kaanja karibu na mji wa Nyabiondo katika jimbo la Kivu Kaskazini kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya waasi wa muungano wa AFC na M23 na wanamgambo wa Wazalendo. Wakazi wa eneo hilo wanaishi kwa hofu, huku ukiwa na wasiwasi wa kuzuka upya kwa mapigano hayo yaliyosababisha maafa na ukosefu wa makazi kwa maelfu ya watu. Vyanzo vya habari vya ndani vimeripoti kwamba mapigano hayo yalianza takriban wiki mbili iliyopita wakati wapiganaji wa Wazalendo walipojaribu kurejesha maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa AFC na M23. Mapigano makali yaliripotiwa katika maeneo ya jirani ya Kasopo na Lukweti na kusababisha hali ya taharuki katika mji wa Nyabiondo na vijiji vinavyoizunguka ikiwemo Kaanja. Ingawa milio ya risasi imepungua katika siku za hivi karibuni, hali bado ni ya wasiwasi. Tunasikia habari za kuwepo kwa utulivu, lakini ni utulivu wa mashaka, alisema mkazi mmoja wa Nyabiondo ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu ya kiusalama. Watu wanaogopa kurudi manyumbani mwao kwa sababu hawajui nini kitakachotokea baadaye. Mapigano hayo yamezidisha janga la kibinadamu ambalo tayari ilikuwa baya katika eneo la Masisi. Maelfu ya mafamilia yamelazimika kuyama makazi yao na sasa wanaishi katika mazingira magumu bila huduma za msingi kama vile chakula, maji safi na matibabu. Mashirika ya kutoa misaada yanajitahidi kuwafikia waathiriwa, lakini usalama mdogo na barabara zisizopatikana zinatatiza juhudi zao. Msemaji wa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo hilo amethibitisha kutokea kwa mapigano hayo na kusema kuwa vikosi vya serikali vikishirikiana na Wazalendo vinaendelea na operation za kuwalinda raia na kurejesha amani.
Kwa upande wao, waasi wa AFC M23 wamedai kuwa walikuwa wakijibu mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Wazalendo. Mzozo katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa changamoto kubwa, huku makundi mbalimbali yenye silaha yakipigania udhibiti wa maeneo yenye utajiri wa madini. Raia ndiyo waathirika zaidi na mzozo huu unaoendelea kusababisha vifo na ukosefu wa makazi na mateso zisizoelezeka. Jumuiya ya kimataifa inaombwa kuongeza juhudi za kidiplomasia na kibinadamu ili kupata suluhu ya kudumu kwa mzozo huu wa muda mrefu.